Mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, Dominika ya 12 ya mwaka A wa Kanisa. Na ujumbe mahususi wa masomo ya leo unatualika tutafakari kuhusu mateso. Mateso ni nini? Ni hali ya kukosa amani na utulivu katika maisha. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 20 aya ya 10 hadi ya 13. Yeremia aliishi na kutabiri kati ya karne ya 7 hadi ya 6 kabla ya kuzaliwa Kristo. Katika somo la leo, Yeremia anaonekana akimlalamikia Mwenyezi Mungu na akimwomba Mwenyezi Mungu amsaidie na akimweka Mwenyezi Mungu kuwa tumaini kwake, baada ya kuwaeleza Wayahudi ukweli kwamba kwa sababu ya dhambi zao watapelekwa katika utumwa wa Babeli. Wao wakamuona kama mzushi na manabii wa uongo wakawa wanamtetea mfalme. Ukirejea kitabu cha Nabii Yeremia sura 23 utaliona hilo. Basi wakamgeuka Yeremia, wakamuona hana maana, wakamuona ni mpuuzi kabisa. Na hatimaye Yeremia huyu ambaye ni nabii anayelalamika sana kati ya manabii wote alienda kuuawa na ndugu zake Wayahudi huko Misri. Somo la Injili linatoka katika Mwinjili Mathayo sura ya 10 aya ya 26 hadi 33. Yesu baada ya kuwachagua mitume 12 aliwaambia, mtahubiri ujumbe wa neno la Mwenyezi Mungu hadharani pamoja na faragani, yaani mahali popote pale, pasipo kuwaogopa watu. Kwa maana anayemkiri Yesu katika watu, naye Yesu atamkiri mbele za Baba yake wa mbinguni. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 15. Mtume Paulo anatoa uhusiano uliopo kati ya Adamu wa kwanza pamoja na Yesu ambaye anafananishwa na Adamu wa pili. Kwa kupitia Adamu wa kwanza, dhambi iliingia ulimwenguni na mateso yakaingia ulimwenguni. Ikumbukwe kwamba ni baada ya Adamu na Eva kumkosea Mwenyezi Mungu, tukirejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3, basi changamoto na mateso mbalimbali yalianza kuonekana katika dunia hii. Wanawake watazaa kwa uchungu, wanaume watakuwa wakitafuta kwa jasho na watakuwa kwa jasho, lakini pia kutakuwepo na tamaa za hapa na pale ambazo hazitaisha. Mwanzo wa mateso, kosa la Adamu. Lakini sasa kwa kupitia Adamu wa pili ambaye ni Yesu, mateso yamepewa maana nyingine mpya. Sio tena adhabu, bali ni njia mojawapo ya kufikia ufalme wa mbinguni, maana hata Yesu mwenyewe alipitia mateso ili kumkomboa mwanadamu. Ni ujumbe upi tunaoupata katika masomo ya leo kwetu sisi ambao tuko hapa duniani, mimi na wewe? Mateso ni sehemu muhimu ya maisha. Hakuna mtu ambaye atazaliwa na kufa pasipokuwa na mateso au changamoto za hapa na pale. Kumbe mateso ni sehemu ya kawaida kabisa ya maisha ya mwanadamu. Mtoto mdogo anapozaliwa tu kutoka katika tumbo la mama yake anaanza kulia, kuashiria kwamba ameingia katika ulimwengu ambao ataenda kupambana na mateso ya namna mbalimbali. Chanzo cha mateso ni nini kwa mujibu wa masomo ya leo? Chanzo kikubwa cha mateso kwa mujibu wa masomo ya leo, hususan somo la kwanza na Injili, ni kukataliwa au kutengwa na watu. Yeremia aliongea ukweli, akatengwa na watu. Mitume wa Yesu waliongea ukweli, wakatengwa na wote wakauawa, isipokuwa tu yule mtume wa mwisho ambaye ni Yohane. Paulo, mwandishi wa waraka kwa Warumi, kitabu hicho alikiandika kabla ya kwenda huko Roma, lakini alipofika Roma naye alifungwa gerezani, akateswa na hatimaye akauawa kwa kukatwa kichwa na mfalme Nero. Katika maandiko matakatifu tunawaona watu wengine wengi tu ambao walitengwa na ikawa ndio sababu ya mateso yao, ingawa yalikuwa ni ya muda mfupi tu. Musa, ingawa aliwaondoa Waisraeli katika nchi ya Misri, mara kadhaa katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 walimnung'unikia na wakamuona kana kwamba hana maana. Yosefu ambaye alikuwa ni mtoto mdogo kabisa wa Yakobo alitengwa na ndugu zake, akakataliwa na ndugu zake na akatupwa katika kisima, lakini baadaye kwa huruma ya kaka yake Reuben akauzwa na akaenda huko Misri kumtumikia Farao, na huko alipewa mamlaka na akawa mtu maarufu sana. Ukirejea kitabu cha Mwanzo sura 37 hadi 42. Ayubu, baada ya kupitia mateso, hata mke wake alimtenga. Rejea kitabu cha Ayubu sura ya 2 aya ya 10. Mke wake alimwambia mtukane Mungu tu ufe, alimtenga. Na marafiki zake Ayubu
Ingawa walienda kumtembelea akina Sofari, akina Bildadi na Elfazi, ukirejea kitabu cha Ayubu sura ya 3, walienda wakakaa naye wiki nzima pasipo kuongea naye jambo lolote, lakini baada ya hapo walianza kumwonyesha Ayubu kwamba yeye ana dhambi, ndio maana Mungu anamwadhibu. Vyanzo vingine vya mateso katika ulimwengu huu ambao tunaishi ni dhambi. Adam na Eva waliingia kwenye mateso kwa sababu ya dhambi. Anania na Safira hawa waliingia kwenye mateso kwa sababu ya dhambi, waliiba sadaka. Ulevi. Noa aliingia kwenye msongo wa mawazo na hatimaye kuacha laana kwa mmojawapo wa watoto wake kwa sababu ya ulevi. Magonjwa. Watu kadha wa kadha wanateseka kwa sababu ya magonjwa. Katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17, 18 na 19, basi tunaona baadhi ya watu wakipitia kwenye mateso kwa sababu ya magonjwa, hususan mtoto wa mama mjane wa Sarepta. Naye jemedari mkuu wa jeshi la Waaramu aliyekuwa anaitwa Naaman aliingia kwenye mateso kwa sababu ya ugonjwa wa ukoma. Hezekia alikuwa ni mfalme, naye aliugua na akawa katika mateso. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 38. Ugonjwa unaweza kuwa ni sababu ya mateso kwa mtu. Mapepo na pengine mwenda wazimu unaotokana na kukinai maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Sauli, tukirejea katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 na sura ya 17, huyu alikuwa kichaa kwa sababu alienda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo akawa na mapepo. Vivyo hivyo katika Injili ya Mathayo sura ya 8 na sura ya 17 tunaona watu mbalimbali wanaopitia mateso kutokana na mapepo. Madeni. Mama mmoja maskini, tukirejea katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4, aliingia kwenye mateso kwa sababu ya madeni aliyokuwa anadaiwa, lakini nabii Elisha akamsaidia kuondokana na madeni yale. Kuna faida za mateso? Ndiyo, kuna faida mbalimbali za mateso kwa wanadamu. Ingawa mateso yapo, lakini yana faida. Faida ya kwanza, hutusaidia kutambua udhaifu wetu na kudhihirisha utukufu wa Mungu. Yeremia alipoona ametengwa na watu, kimbilio lake pekee lilikuwa ni kwa Mungu. Ukirejea kitabu cha nabii Yeremia sura ya 15, mpaka anamwambia Mungu, umenihadaa, lakini bado anaendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu. Zaburi ya 51, Daudi alikumbuka uovu wake aliotenda na mke wa Uria, akawa anamuomba Mwenyezi Mungu msamaha, alitambua udhaifu wake. Zaburi ya 90 ambayo ni zaburi maarufu sana ya Musa. Musa aliona mahangaiko ya dunia hii na mateso mbalimbali ya dunia hii, akasema miaka ya kuishi ni 80 au 70, tena 80 kwa wale wenye nguvu. Anatambua udhaifu wake, mateso anamfanya anatambua udhaifu wake. Naaman, ingawa alikuwa jemedari mkubwa kabisa wa jeshi la Waaramu, tukirejea katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5, alipougua ilimpasa kunyenyekea na kumfuata mtumishi wa Mungu ili kuweza kupata uponyaji. Wakoma. Kuna wakoma ambao Wayahudi walikuwa wamewatenga, walikuwa wanateseka ndani ya hema, hawana chakula kwa sababu ya kutengwa, lakini wakaamua kwenda kwenye jeshi la maadui ili kujipatia chakula. Jeshi la maadui liliposikia mwendo wa hawa wakoma likadhani ni jeshi kubwa la Waisraeli limekuja kuvamia, na kwa hivyo lile jeshi la maadui likakimbia. Kwa hiyo mateso haya ya wakoma yaliwasaidia kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu. Hezekia ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli aliugua, naye ilimbidi anyenyekee na akamwomba Mungu amuongezee walau muda kidogo wa kuishi. Basi tukirejea kitabu cha nabii Isaya sura 38 aya ya kwanza hadi ya 12, Mungu akamuongezea miaka 15. Faida ya pili ya mateso, hutusaidia kujua ni nani aliye rafiki wa kweli katika maisha. Tukirejea katika kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira sura ya 6, kuna marafiki wa aina mbalimbali, lakini rafiki wa kweli ni yule ambaye anaambatana na mtu katika mateso. Katika kitabu cha Mwanzo, Yosefu alitambua marafiki wa kweli kwake ni nani. Alimtambua Mungu kuwa rafiki yake dhati baada ya ndugu zake wote kumtenga na kumuuza. Yobu, baada ya kupitia changamoto, aligundua hata mke wake sio rafiki zake, na hata wale marafiki zake waliomtembelea hawakuwa pamoja naye katika mateso yake. Wale wakoma, baada ya kutengwa na Wayahudi wenzao wote, walitambua rafiki yao mkubwa ni Mungu. Yeremia, katika changamoto zake zote, alimtambua Mungu kama rafiki yake, hususan katika somo la leo, na ndio maana anamlilia Mwenyezi Mungu. Yesu alipokuwa anapitia mateso, alimtambua Mungu kama aliye karibu naye zaidi, maana hata wale mitume wake walimkimbia. Faida ya tatu ya mateso, hutusaidia kutambua hali wanazopitia watu wengine, hivyo kuvutwa na moyo wa huruma
kwa watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Mtu ambaye anajua mateso anayoyapata baada ya kuchomwa na mwiba, basi anaweza kumsaidia mtu mwingine ambaye amechomwa na mwiba. Mtu ambaye ameshapitia mateso ya kuachwa na rafiki yake wa kiume au wa kike, basi anaweza akajua mateso ambayo mtu mwingine anayapata anapoachwa na rafiki yake wa kiume au wa kike. Mtu ambaye amezama kwenye maji anaweza akatambua kabisa mtu mwingine akizama kwenye maji basi anakuwa na changamoto ipi. Kumbe mateso kwa namna moja ama nyingine yanatusaidia pia kuhisi namna watu wengine wanavyoteseka na kuvutwa na moyo wa huruma wa kuwasaidia. Mtu ambaye ameshawahi kuugua ugonjwa mbaya sana, akiambiwa mtu fulani anaugua ugonjwa huo mbaya namna hiyo, anajua mateso anayopitia, na kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwake kumsaidia. Kwa hiyo kumbe mateso yanawasaidia wanadamu kutambua kwamba wanadamu wengine pia wanapitia hali gani katika maisha yao. Suluhisho la mateso ni nini kwa mujibu wa masomo ya leo? Masomo ya leo yanatualika tutambue njia mbili kubwa ambazo ni suluhisho katika mateso ambayo mwanadamu anapitia hapa duniani. Suluhisho la kwanza ni sala, kuweka tumaini letu kwa Mwenyezi Mungu kwa 100%. Yeremia alipoteseka hakumkana Mungu, aliendelea kumtegemea Mungu, tena Mungu yule yule aliyemwamini. Ayubu alipoteseka hakumwacha Mungu, aliendelea kumtegemea Mungu. Hezekia alipoingia katika mateso alimtegemea Mwenyezi Mungu, akamwomba amsaidie. Kumbe tunapopitia changamoto fulani katika maisha, jambo la kwanza ni kumkumbuka Mungu, kumwomba Mungu aturehemu. Suluhisho la pili la mateso, kuendelea kutenda mema hata kama thamani ya mtu haionekani mbele ya watu. Kuna watu wengi wanatenda mambo mengi mazuri, lakini wanaudhiwa na watu wengine ambao hawaoni uzuri wa kile ambacho wanakitenda, au pengine kwa sababu ya kujitakia maslahi binafsi wanataka kuwakandamiza na kuwaonyesha kwamba wao ndio wabaya. Basi neno la Mwenyezi Mungu siku ya leo linatualika tusiogope. Yesu anawaambia mitume wake, msiogope, endeleeni kunikiri mbele ya watu, nami nitawakiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Yeremia aliendelea kumkiri Mungu hata katika changamoto alizozipitia na hatimaye akauawa. Mwandishi wa somo la pili, Mtume Paulo, aliendelea kumkiri Yesu katika maisha yake hata alipofungwa gerezani, akakubali kufa kwa ajili ya kutetea ukweli. Yesu ambaye alitufundisha ukweli alikubali akayapitia mateso hadi kuuawa msalabani kwa ajili ya ukweli. Dunia sasa hivi ipo kama ilivyo kwa sababu ya watu wema waliosimamia wema pasipo kuterereka. Ukirejea katika kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira sura ya 5 aya 10, neno la Mungu linasema usiwe kigeugeu katika nia yako. Kumbe mpendwa, mimi na wewe katika Dominika ya leo tunaalikwa tusiwe vigeugeu katika imani yetu, tusimame imara katika imani yetu na kuusimamia ukweli wa kimungu katika maisha yetu ya kila siku. Napenda kukutakia Dominika njema mpendwa mtazamaji, na ninakuomba usisahau kununua kitabu chako cha Shajara ya Watakatifu na Sikukuu. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.